Ni wangapi leo wameisahau akhira yao, kiasi mpaka anadhulumu damu yake, anaidhulumu damu yake. Ni wangapi, kaka wangapi leo wanadhulumu ndugu zao wadogo katika mirathi? Hakuna. Ni ndugu yake, mdogo wake, lau utamtemea mate yule, yeye atakurudishia ngumu. Damu si maji, amtetea, lakini huku amemdhulumu kwenye wirathi. Hajali, kwa sababu aona tukiamua kugawanya, mimi dunia hii ishaharibika. Kwa hivyo twende hivi hivi. Subhanallah, kuna watu wamekufa na watoto wao hawakurithi, wamekufa. Sasa ni wajukuu na wao wameanza kufa, na bado ni vitukuu, na watu bado wameziia mali ile. Kwa nini msirithishane jamani? Kama aliyechuma ameacha, wewe utabaki? Wacha kujidanganya. Aliyechuma mali hii leo hayuko, wewe wakudandia, hii tabaki na wewe. Lakini kwa ushindani wa dunia, kwamba mimi nataka nifike kama alivyofika fulani, hii dhambi hii imekuwa haionekani. Wenzetu walikuwa wakitishika na dhambi hii. Jamani, kuna kisa cha ajabu. Mwanamke mmoja alokuwa na mumewe mfanyibiashara mzuri. Yule mfanyibiashara aishi na mkewe vizuri sana. Siku moja akaja mwanamke kwenye ile biashara na hali yake ya haya na adabu, na mwanamke yule akamwambia yule bwana, mimi ni mjane, nimeolewa kwa muda mfupi, mume wangu amefariki, na mimi natafuta sitara katika hawa wafanya biashara hapa sokoni. Nipo na vibiashara vangu, sijaona mtu mzuri mwenye tabia ya imani na tabia njema na dini zaidi yako wewe, naomba unistiri. Kwa ulimwengu wetu huu ishakuwa mtihani. Sema itakuwaje sasa? Na yule bibi ataambilika? Akajiuliza maswali, kila akenda atakujaribu, lakini betri mbaya, gari hai. Kila kitaka kupiga start, gari haikubali. Akaja tena yule mwanamke akamuuliza, ndugu yangu nataka stara, vipi? Asema mke wangu ninavyomjua hawezi kukubali hili. Akamwambia, vipi na ucha Mungu wako? Mimi nitakubali unioe kwa siri bila yeye kujua, mimi na wewe nakubali. Yule bwana akawa hana tena hoja, akamuoa yule mwanamke. Miezi 6 tu alikufa yule bwana. Lakini alipomuoa mabadiliko yakaonekana. Ni wajanja walio nyumbani. Basi tu maskini wamesahau ule ujanja wao au ubora wao, kipaji chao. Mwanamke kipaji chake ni nyumbani jamani. Hakuna mtu mkorofi kama Firaun, lakini alitulizwa kwa maneno mawili tu, qurratu ainun li walak la taktulu. Kwisha Firaun. Ataka kumuua Musa, ameua watoto 1000. Musa ametoka baharini, asema huyu ndiye mwanga huyu, mtoto gani atastahimili atupwe baharini? Huyu ndiye atakayenimaliza. Amwambia, mume wangu, kitoto kizuri hiki, furaha ya macho yetu, usimuue, atatusaidia, tutamwadopti awe mtoto wetu. Firauna, sawa. Sasa takuaje, atanyonya wapi? Kwisha. Allah amewapa fursa, lakini tatizo leo wake zetu, watoto wetu wa kike wamesahau kipaji chao ni nini. Allah asema litaskunu, wana nguvu ya kutuliza mambo, lakini wameingia barabarani kama sisi. Akirudi nyumbani amechoka kama wewe, atatuliza nini huyu? Kama wewe alalamika una madeni naye vikoba vinamdai, sasa nani atampa maliwazo mwenzake? Atamliwaza. Watoto wa kike, jitambueni. Jueni nafasi yenu iko nyumbani kwenu. Wallahi hakuna neema ya mwanamke kama kuwa ndani ya nyumba yake. Akapika ni kama anaileta tasbihi. Akapiga pasi nguo ya mumewe ni kama alokwenda jihad. Akafanya nini ni kama aloenda makaburini kuzika. Wataka nini wewe? Neema hii kwani utakaa miaka mingapi? Na wewe mtoto wa
kike unang'ara kwa miaka mingapi? Umejiuliza hili swali? Kwa nini usiende ukang'are huko akhira? Angalia Asia, yuko kwenye nyumba ya ufalme mkubwa wa Firaun, lakini aliona hapa hakuna kung'ara. Rabbi ibnili indaka baitan fil janna, nijengee nyumba ya peponi nitaenjoy. Hapa hakuna kuenjoy. Yule bwana akaoa na mkewe akachunguza, akaona huyu anavokuja, uso wake unavong'ara, huyu kuna kitu nje. Akamwambia mfanyikazi khadima, hebu mfuatilie huyu akitoka, huyu ana mahali huyu. Nenda sokoni, kaa pale sokoni, akiondoka ondoka naye kwa siri siri. Yule akaenda akafuatilia, akamuona ameingia nyumba fulani, akauliza majirani, na kwa hilo mashaallah kwa kunipasha akapewa habari zote. Wenyewe itaubui, sio? Kamkorogea ubui. Akamwambia yule bwana ameoa nyumba kadhaa mwanamke fulani. Sawa. Mwanamke mwenye hekima akasema, kama ameoa bila ya kuniambia, ina maana anipenda mimi, hataki niumie. Mwache, hii ni haki yake, amepewa na Mola wake. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nitajifanya sijui, wakaishi kama hajui, yatakuwa haya kwetu. Lakini ikafika siku yule mume baada ya miezi 6 akafa. Ndio akafa. Baada ya mwaka mmoja akafa. Ameacha katika mali yake, akawa yule mume ameacha mfano wa dola 500 au 800. Yule mwanamke alichokifanya baada ya kufa mumewe tu, kuzikwa, akamwambia mfanyikazi kwamba hii pesa si yangu peke yangu, kuna na mke mwenza. Kumbuka kule alipooa mzee? Ndio. Sasa mimi na yeye tuna thumuni hapa. Hii thumuni sifai kuichukua peke yangu, lazima tugawanye. Na mimi sitaki nilale na urathi, mali ya urathi usiku mmoja. Urathi huu si wa dadake, wa mke mwenzake, ambaye ingekuwa ni adui kwake. Asema itakuwa mimi siku moja nikilala nayo ni hatari. Chukua mpelekee, mwambie mume wetu amefariki kama unavyojua, na ameacha mali nimegawanya. Mimi na wewe thuluthi yetu ni hii, kila mtu ana dola 8,000 hizi. Katika thuluthi yetu kila mmoja apate 8,000. Ninachokusudia jamani ni kwamba hapa huyu mwanamke aogopa kula urathi wa mke mwenzake. Wewe wala urathi wa dadako. Tuko pamoja? Mcheni Allah. Yule akenda nazo, alipofika akaingia, akampa pole, akamwelezea. Ndio, akamwambia hii ni amana yako. Kutoka kwa nani? Kutoka kwa mke mwenzako. Asema thuluthi yenu ilikuwa ni 16, kila mmoja mmegawanya 8,000 yake, 1,800 yako. Akamwambia shukran, mwambie huyu bwana amekufa baada nishamaliza eda, alikuwa ameniacha kwa miezi 6. Itakuwa ni haramu mimi kula urathi wake. Jamani, hawa ni wake wenza, hawathubutu kula urathi. Kila mmoja uogopa urathi wa mwenzake. Wake wenza, ndugu, baba na mama, mnadhulumiana kwenye urathi. Mtakuwa watu gani nyinyi? Mtamwambia nini Mola wenu siku ya Kiyama?